Nadhani kwa hiki ambacho kimetokea pale Misri ni dhahiri shairi Simba walistahili kupata, Yanga walistahili kupata alama zao 3. Kwa kile kilichoendelea pale Misri, ninaamini kabisa kwamba Simba, Yanga walideserve kupewa point 3 kwa sababu ya circumstance iliyotokea kule inalenga kufanania kabisa na kile ambacho kimetokea Misri. Sasa nataka nikupe taarifa ya kile kilichoendelea jana, kwa sababu jana ilikuwa inabidi ipigwe dabi ya Cairo dabi, ambapo inakutanisha Zamalek dhidi ya Al Ahly, na Al Ahly wao walikuwa nyumbani. Ni nini ambacho kilitokea? Sasa kama utajua kwamba kulikuwa na makubaliano ambayo yameingia kati ya bodi ya ligi, Zamalek na Al Ahly ya kutafuta marefari kutoka nje na baadhi ya mambo. Sasa mara baada ya yale mambo kutotimizwa, jana tukaona barua kutoka bodi ya ligi, kutoka bodi ya kurugenzi ya Zamalek wakisema bodi ya kurugenzi ya Zamalek ya Al Ahly baada ya vikao virefu na mashauriano ya muda mrefu imekubaliana kutopeleka timu uwanjani leo ikiwa waamuzi watu badilishwa. Hii ni kutokana na chama cha soka cha Misri kutoheshimu makubaliano yaliyofikiwa mapema mwanzoni wa msimu yaliyoagiza waamuzi wa mechi kubwa kutoka nje ya Misri. Bodi haipo tayari kupeleka timu uwanjani mpaka chama cha soka kitakapofuata na kuheshimu makubaliano, hasa kutathmini mwenendo wa waamuzi kwenye ligi kuu Misri. Mpaka sasa asilimia dabi ya Cairo kuchezwa ipo shakani, na taarifa ya Al Ahly inaongeza utata zaidi katika mchezo huo. Ifahamike kuwa Al Ahly hawana tabu ya kucheza mchezo huo, ili mradi tu hawana tabu. Walichokuwa wanakihitaji ni waamuzi tu watoke nje ya nchi. Na viongozi wa Egypt Football Association walikuwa wanapambana kusawazisha mambo, na mchezo huo jana ulikuwa hatiyati ya kutochezwa. So tukaanza kusubiri, je, mchezo utachezwa ama la? Baadaye katoka timu kwamba bodi ya ligi ikaendelea kutilia mkazi kwamba pamoja na makubaliano yale aliyojiweka walioingia, bado mechi itabidi ipigwe kwa sababu kuna mambo hayajakaa sawa. Zamalek wao walikuwa wako fresh kabisa. Walikuwa wako fresh kabisa Zamalek. Yani walikuwa hawana tabu hata kidogo kushuhudia mchezo ukianza. So umeelewa? Baadaye kikosi cha Zamalek na chenyewe kikatoa taarifa kwa umma. Wakasema hakuna kusogeza muda wala kubadili marefa. Mechi iko pale pale. Zamalek kupitia bodi ya klabu haipo tayari kusogezwa mbele kwa dabi ya Cairo, na haitaki swala la mabadiliko ya waamuzi wa mchezo, na wanataka kila kitu kifanyike kama kilivyokuwa kimepangwa. Taarifa yao ilikuwa inaeleza hivyo. Wakasema Zamalek hatupo tayari kucheleweshwa kwa saa moja zaidi ya muda wa mechi, kwa sababu tunaheshimu muda na thamani ambayo mashabiki wamekuwa kitumia kuingia uwanjani. Hivyo hatutaki story nyingine tofauti, tunataka mechi ichezwe. Hiyo ilikuwa ni taarifa yao iliyotolewa. Baadaye wao Zamalek wakatoa kikosi chao kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kama ambavyo Young Africans alivyofanya, lakini kwa upande wa kikosi cha Al Ahly hawakufanya hivyo. Kumbuka huko nyuma kulikuwa na mabadiliko. Baadaye Al Ahly wakasema sisi tutakuwa tayari kucheza mechi siku ya kesho, maana yake ilikuwa leo, lakini walikuwa wanataka waamuzi watoke Saudi Arabia na si vinginevyo. Baada ya kuwepo kwa mashauriano makubwa sana, ligi ikasema hakuna kitu kama hiko, mechi inabidi ichezwe kwenye siku ya leo. Na kweli bwana, mashabiki wakaingia ndani, na mwisho siku Al Ahly hawajaleta timu. Mashabiki wa kikosi cha Al Ahly uwanjani wakaanza kuimba, Al Ahly ni kubwa kuliko dunia yote, Al Ahly ni kubwa kuliko chama chochote cha mpira, Al Ahly ni zaidi ya mtu yoyote, Al Ahly haiwezi kuendeshwa kiuni. Haya ilikuwa ni maneno ya mashabiki ambao walikuwa wanaimba. Maana yake na wao walikuwa wamekubaliana na kile ambacho bodi ya timu ya Al Ahly ilikuwa imezungumza. Baadaye bwana ikatolewa taarifa, Al Ahly watarudisha viingilio vya mashabiki waliokata tiketi. Ni baada ya ngoma hiyo kutopigwa jana. Maana yake wakakubaliana kwamba sisi tutarudisha tiketi. Unajua ni nini kilichotokea baada ya hapo? Baada ya hapo Zamalek wakaingia uwanjani vizuri tu, na waamuzi wakaingia uwanjani, utaratibu wote ukaendelea. Zikahesabiwa dakika 15. Mwisho siku muamsa akamaliza mchezo, na kwa taarifa hiyo manake Zamalek akapewa pointi 3 na mabao 3 kwa sababu ya Al Ahly kutotokea uwanjani. Mind you, Al Ahly yeye ndio alikuwa katika uwanja wake wa nyumbani. Umeelewa
Umeona scenario lilivyokuwa? Manake kama hujaelewa scenario lilivyokuwa, naomba nikupe brief kwa sababu nilikuwa nakusomea taarifa sasa ambazo wao walikuwa wanaziandika. Wakati msimu unaanza, hao jamaa walikubaliana kwamba lazima tuwe na waamuzi kutoka nje kwenye mechi kubwa, ikiwemo mechi labda ya Pyramids na Zamalek, Pyramids na Al Ahly, Al Ahly na Zamalek, Zamalek na Al Masry, kwamba zile mechi kubwa lazima wawe na waamuzi kutoka nje. Wakakubaliana deal. Maana yake ni makubaliano hayo. So mechi inakuja kuchezwa, waamuzi waliopangwa wanatokea nje, au wakati tulikubaliana kwamba mechi zetu kubwa zote waamuzi inabidi watoke nje ya nchi, mbona sasa hii mechi kubwa alafu waamuzi wanatoka ndani ya nchi? Wakasema hapa pana kuna kitu ambacho kimsingi hakiko sawa. Kwa taarifa yenu, sisi hatuchezi mechi, tutagomea. So bodi ya ligi kuu ya Egypt Federation na Federation ya football pale Egypt wakakubaliana kwamba pamoja na hayo yote lazima mechi ichezwe. Hayo yalikuwa ni makubaliano with due respect, lakini kuna mambo maybe yametokea ambayo yamesababisha waamuzi hao wasiweze kufika. Lakini mechi lazima ichezwe, hatuwezi tukairisha mechi kwa sababu eti hatukuweka waamuzi. Iko ni kitu ambacho ni nonsense. Lazima mje uwanjani, mechi ipigwe. Waamuzi ambao tumewaweka ni waamuzi bora. Yani inabidi ujue kwamba dabi ya Cairo ni sawasawa na Simba na Yanga. Yani watu hawalali, ni ushindani ambao ni dabi namba 1 by the way, na inawezekana ikawa ipo kwenye top 4 ama top 5 ya dabi ya hatari zaidi duniani, ukiachana wala kina Boca Juniors na nani. Inawezekana hii ni miongoni mwa dabi ambayo kiukweli inatazamwa kwa macho ya karibu, kwa sababu unajua wa Misri pia wenyewe ni vichaa wa football, ninavyokuja swala la mpira wako vichaa. So wakatoa barua kwamba tutaleta timu na tunahitaji makubaliano yale ambayo tuliwekwa ya heke. Nje hapo tuko tayari kucheza mchezo huo kesho, na waamuzi wao wanatoka Saudi Arabia. Maana yake ni kwamba hawaamini hata waamuzi kutoka ndani ya nchi. End of the day, Al Ahly hawajapeleka timu. Mwisho siku kilichofanyika ni nini? Taratibu za mchezo zimeendelea kama kawaida. Hii inanifundisha kwamba kama kulikuwa na malalamiko na makubaliano kutoenda sawa, labda kuvunjwa kanuni, maana yake inabidi mtu adhibiwe kikanuni. Sio kwa sababu hiki kimetokea basi ni kugomea mchezo. Hizo ni nonsense. Manake Simba kugomea mchezo kwa reference hii walikosea. Na bodi ya ligi kuu Misri imetufundisha kwamba bodi ya ligi kuu inabidi play smart pasipo kumpa mtu yoyote ukubwa. This time around Simba wanaonekana wao ni wakubwa kuliko timu yoyote ile, kwa sababu wanasikilizwa, kwa sababu kanuni ndio ilivunjwa, lakini adhabu ilikuwa inabidi itolewe kikanuni, na wao ilikuwa inabidi taratibu za mchezo ziendelee kama kawaida. So kwa hiki ambacho kimetokea Misri, mimi nikikileta Tanzania hivi, ninaona kwamba Young Africans walistahili kupewa ushindi na mabao 3 na pointi zao 3 vizuri, na Simba alistahili kuadhibiwa kwa kosa hilo ambalo alilofanya la kugomea mchezo kama ambavyo imetokea Misri. But I'm sure kwamba hii mambo haijaisha, na inawezekana ligi ya Misri ikaishia hapo, kwa sababu hawa jamaa kiukweli kwenye eneo la kugoma na eneo la kuleta tabu wala hata sio shida zao. Kukwambia kwamba sisi hatuchezi tena kwa sababu wao wapo kwenye michuano ya kimataifa, na kuambia tutaenda kucheza michuano ya kimataifa, yani kwao hayo ni mambo ya kawaida sana ambayo yamekuwa kitokea. So wanaweza wakasema sisi hatutaki tena. Nilikuwa nataka niangalie msimamo umekaaje, kwa maana kwa ushindi huu ambao Zamalek ameupata na alama hizo 3 ambazo wamezipata, msimamo sasa hivi unaonekanaje? Na je, unaweza ukaathiri vyovyote vile kwenye mbio za ubingwa? Mpaka sasa hivi manake Pyramids yeye anaongoza pale akiwa na alama 42. Manake kupoteza huku kunaendelea kumpa nafasi yeye ya kuendelea kubaki pale juu. Pamoja na ushindi ambao Zamalek ameupata wa 3-0, bado ataendelea kuwa chini ya Al Ahly kwa pointi 4. Maana yake amefikisha alama 35. Mind you, ligi ya Misri sasa hivi ligi ya Misri sasa hivi ukiangalia mfano anayeongoza kule ni Pyramids, na wote kwa pamoja wana timu 18. Manake unaweza ukaona timu 18. So sio jambo dogo sana. Tusubiri tuone ni nini ambacho kitamliwa, lakini ninaamini kabisa hii inaenda kuwa chaos kwa mpira wa pale Misri. Kwa hiki wewe kimekupa funzo gani? Wacha tujadili mimi na wewe, alafu nikutakie ufuatiliaji mwema wa mambo mbalimbali. Asante, bye bye.